kufika. Mipango itafeli hivyo. Ila sawa. Nitaweka mipango sawa. Ila juzi nimeongea na Daudi Pangaya. Nampigia simu naye pia ananiweka autistika mimi, anataka watu wote wanisikie. Mimi tuongea dili ananiweka autistika mimi. Tunaongea mipango. Yaani tuko nyumba moja lakini hatuonani. Nakupigia sasa hivi chifu, nakupigia chifu. Yaani wewe unaweka sawa tu mipango yako, mipango zio. Mzee kia kitu. Wewe unafikiri umesaidia nini katika nyumba hii wewe? Hakuna kama. Sasa unachokifanya mpaka mimi naenda kubembeleza kitu gani? Hakuna mzee, mipango njoo bado yakaga. Mipango inanihusu nini mimi ndani ya nyumba yangu? Njoo hapana, mipango njoo kijogo akikaa vizuri mimi. Usiletee mambo ya milimani. Kama unataka bure kakae bure milimani. Sio hapa. Hapa unatoa kodi. Hapa unalipa. Basi mimi unaongea sana mpaka wajao washikie. Wewe nipe hela yako afone kama nitaongea. Mimi nakupa kwanza advance. Advance ndio nini? Kidogo unapunguza. Unapunguza nini bwana? Amani. Wewe ulikuwa unafanya hivi kila siku kwa mtu kwa mabaya. Hiyo siku. Hiyo siku ongeza. Mzee. Ongeza. Vyombo unaviona hivyo bwana? Ongeza. Mimi nikose basi. Mambo si kama haya bwana. Wewe nyanyaso. Wewe ili unijue kama mimi nyumba mali yangu, mara nyingine ukifanya namna hii unakuta vyombo viko hapo nje. Wewe mtu kupata show wewe kimpiski. Hata kuja kunichukua mimi bwana, twende zetu kaangalie show. Na unajua 50 nini? Wewe si mwanangu. Wewe si unalala kwangu. Na kwako naipa kodi bwana. Naipa kodi mimi. Nanda jinema akinipigia simu mimi niko nalala. Niko nalala. Vipi? Mungu vipi? Safi, niambie. Sitegemea kukuona hivi. Kwa nini? Gali. Gari wamechukua wenyewe. Nimempa asubuhi. Ile ya kwangu. Nimempa mtu asubuhi. Dereva, sijui elimu yake si ikoje. Kapita kwenye barabara mwendo kasi. Sasa kila siku serikali inatoa kauli na jamani msipite mwendo kasi, yeye kakatiza mwendo kasi. Alafu anafukuza kabisa na gari kubwa. Ile semi trailer ile. La mwendo kasi. Umeelewa? Sasa wamechukua wenyewe. Kukamwaza ndio shoot. Pigi haki 3. Kwa hiyo gari itakuwa milioni mimi sasa mimi nakwambia gari yenyewe ya kuunga ile kama ya gari ya mwenyewe ile. Kweli, ujue kuna yupo kwanza mzee. Ndio namwambia mimi niko nalala, nilishalipa kodi, nikija mimi nalala. Hata akipiga simu mtu, mimi niko nalala. Mwambie kabisa, kazi. Mimi hakuna wakati mimi niko nalala. Mimi kazi yangu usiku lakini mchana akiamka asubuhi kuangaza ngapi. Mimi niko nalala. Hata mtu akipiga simu na mimi niko nalala. Wewe neno la kazi tu alikuhusu Odi. Baba. Mzee. Dingi. Vipi? Umefunga? Karibu. Karibu. Nini? Mbona kwa hivi kuna horo? Mimi viti vyote nimeshapeleka kwa fundi kwenda kutengeneza sofa bwana. Mimi nimestaafu, nataka nipumzike kwa amani. Nipumzike kwa raha. Baba Raha jipe mwenyewe, ukingoja raha kupewa. Nani atakayekupa raha? Yani achukue raha zake akupewe. Yaani mzee wangu ni ustaafu wako? Unakula raha bwana. Mimi nashangaa makoti siyaoni. Sioni naona TV ndio bakia. Naam. Haya, habari za siku mbili tatu. Bwana sawa, vipi waje kuzaa? Walikuwa jambo. Kwanza hongera kwanza. Asante sana. Hongera kwa kustaafu mzee wangu. Haina shaka. Nashukuru tena umenifanyia kinidhamu kabisa. Baada ya kustaafu kila kitu changu mafao yangu yote nimepewa. Kweli. Mgaga na upo hali wali mkavu hata siku moja. Hata mchozo wewe. Mambo yanaenda baba. Mzee. Wewe babangu bwana. Ndio. Mimi nina shida. Wewe. Sio shida yenyewe kama shida kama yani labda mtu ufanye ushindo kuhema. Ya kawaida ndogo, shida sio kubwa sana. Shida yangu mimi bwana nimepata biashara. Ndio. Sasa msingi sina wa biashara. Na hiyo hela nataka kuomba mimi, umeona bwana? Wewe umefanya kwa miaka 45 ndio umepata hiyo hela. Lakini mimi ukinipa milioni 10 tu, wiki sababu hizi? Mbili. Narudisha milioni 50. Umesikia mwanangu mkweli? Ndio. Sikiza nikwambie kitu. Unajua wanaostaafu wote wao wanategemea kurudi nyumbani au kurudi kijijini. Pamoja na kwamba mimi nina nyumba hapa mjini, lakini sifikirii kukaa hapa. Mimi nataka nikajenge kile kiwanja kule nyumbani ili niweze kuishi kwa amani. Joto la huku mjini nishachoka nalo. Baba, huko bora nikuachie nyie. Nikwambie kitu kimoja. Kule kiwanja chako mimi engineer kashakwenda. Engineer Mbepo. Tayari kashapima pale inatakiwa zitoke ghorofa 4. Ila ninachofikiria mimi lazima moja unipe mimi 3 uchukue wewe.
Kwa hiyo mzee wako mambo mengine alikuwa anafanya kimya kimya, sio mpaka nikushirikishe. Tatizo lako wewe, mambo yako mengine wewe hutaki kunishirikisha, mimi ningejuaje? Na mengi. Hivi unajua kabisa kwa mimi na kiwanja pale kwenye daraja la Kigamboni. Anaambia nani? Nimenunua kiwanja pale. Au baba unataka kumsaidia nini? Mimi sipokusaidia wewe nikamsaidia nani? Sasa kumbe jibu unalo bwana. Sawa, sasa wewe utasubiri kidogo. Na mimi nimekumbwa kitu kimoja. Kwenye hizo wiki mbili niongeze wiki moja. Kwa sababu kuna process zingine za kibenki. Tatizo liko wapi? Basi mzee bado mimi lazima tupata mimi niende. Ninachopata mimi ndio tunachopata wewe baba. Ustaafu kuzuri bwana umebadilika. Hata nguo umenunua mpya. Safi kabisa, nyumba imependeza na kai. Baba. Haya. Mimi nashukuru. Nakwambiaje? Nimekwambia nipe kitabu sasa. Wewe hata nini? Mimi wasiwasi sina. Mezali kule umesema wewe utakusimamia. Mimi sina tatizo, wewe si ndio mwanangu. Engineer mpaka sasa hivi uko kule. Hajarudi. Arudi afanye nini hata katika ile nyumba iende haraka. Baba take wewe uhame hapa, uende kwa karibu kule ule mjengo wako. Gorofa moja la kwako. Kujoto. Sana. Maana masuala nini tabia nje. Sasa imekuwa tabia watu. Nashukuru bwana. Baba yangu nashukuru sana. Asante mzee wangu. Hapo muonyesha ushara upendo kuliko ulipolea mkiwa mdogo. Mimi ngoja nikafanye shughuli zangu bwana. Haya bwana, wewe bwana. Njoo wewe. Asante sana mzee wangu. Mimi nashukuru sana. Mwana bwana. Gari sijaje nayo hivi. Gari imekamata. Yaani ndio yake na funguo tumia hapa. Sasa umekamata kwa sababu gani? Bwana wewe imepita mwendo kasi. Ninavyokuambia. Kwa hiyo mimi sina usafiri, nimebaki na funguo. Ah. Basi nitakupigia. Haina shida bwana. Mkongo naye kasema atarudi bila kumalizia ile hela mpaka saa hizi. Karibu. Asante baba. Yaani nimekuwa bahati kweli nimekukuta. Niko na mawazo. Shikamoo baba. Vipi? Safi. Uko sawa? Kabisa. Naona sura yako baba inang'aa kweli kweli yani. Mwanangu wewe. Unajua ukishastaafu ukikaa ukitulia sina ninapokwenda popote, sina ninakuhangaika wala nini. Nitakosa kutakata mwanangu. Sasa baba bwana afadhali nimekukuta. Kwa sababu wewe si unataka kufa? Na shida yangu mwenyewe nikasema sasa ngoja sina kwa kukimbilia naenda kwa baba. Karibu ndani. Ndani sitaki. Tusimame tu hapa mimi na haraka. Watu wananisubiri huko. Haya. Unajua kijana wako mimi mtu wa watu. Ndio. Baba bwana shida yangu sio kubwa sana ya kukuumiza kichwa. Nakusikiliza. Nikapiga mahesabu kuliko nikose milioni 300. Kwa hela ndogo tu ambayo natakiwa nilipe, bora nikufuate baba ufanye mpango. Kuna magari yangu yako bandarini. Sasa yale magari bwana sasa hivi watu wanakwenda straight namna hii. Hakuna ile magumashi kupindisha. Sasa mimi nimekwama mzee. Magari yako bandarini. Natakiwa nitoe ushuru. Hela yangu mimi nayo kama milioni 20. Sasa nataka niongeze milioni 15. Basi uniazime. Yaani wiki moja nitakuwa nimekurudishia hela yako yote. Na kilichoniumiza baba sio kwamba mimi sina hela. Yaani mimi hela ndogo tu siku hizi. Mambo yangu super. Sema sasa hii bajeti ya wabunge imepanda. Wamepandisha bajeti. Sasa ile yani hela ambayo nilikuwa nimeiweka nimejikuta yani imekuwa ndogo, ndio maana nataka wewe unipe ili niongezee. Yaani muda si mrefu. Yaani uliponikuta hapa nje kakako ndio alikuwa ametoka hapa. Umeelewa bwana? Amekuja naye alikuwa na mawazo hayo. Kule kashapeleka engineer katika kiwanja, anataka kujenga gorofa 4. Basi baba mawazo yetu hayajatofautiana na mkubwa. Kumbe mawazo yetu yanafanana na basi. Sema tofauti yetu ndogo sana. Mimi nilikuwa nimepanga tujenge gorofa 12. Sitaanguka kule. Alianguki chini frame baba nazungusha frame nyumba nzima. Afu unakaa juu kabisa. Chini nataka tuweke supermarket. Katikati pale tunaweka supermarket. Juu pale tunaweka hoteli. Afu unakaa juu kabisa unawachora tu watu wanapopita namna hiyo unawachora. Kati pale kuna swimming pool sijui nini. Takataka zote. Yaani babu umestaafu muda mzuri. Nakwambia wewe acha ngoja. Umestaafu wakati wanao tuna hela. Kweli.
ukinipa hii hela, yani nataka nihakikishe fideni vidogo vyote nalipa mmoja baada ya mwingine. Nitawatesa. Ngoja tumeshajichanganya hapa. Baba huyo. We baba huyo. Baba hiyo. Haya, hakikisha. Asante baba, Hakikisha mwanangu. Baba utanidanganya mimi mwanao. Kwanza mimi ndio tunafanana vizuri kabisa. Unaona tabu hiyo? Tunafanana we baba, hadi sura. Hadi roho. Wewe tofauti na yule mwenzio kipara. Haya, Mbona? weka kabisa kwenye mfuko. Kweli baba. Kuna wale wazee wa pikipiki bodaboda. Baba usinitajie. Yaani hapo Mlimani City pale kijiweni vijana wangu wananisubiri. Magari haya, yaani sasa hivi watu wanatafuta kweli magari. Baba mimi naenda. Haya. Asante sana Federal Road, fanya kawia. Tawe. Wewe bwana mwanangu mimi katika watu ambao ndio kaka wakumbuka wewe. Yaani baba mimi sijuti kuwa na baba kama wewe. Nakwambia mimi mwenyewe ndio na haya baba. Fanya kawia baba. Nenda na Road. Haya. Wani. Wallahi. Hii ndio faida ya kuzaa. Wana watoto maana yake mnasaidiana. Kila anashinda unawasaidia watu. Leo wewe. Nalala. Enyo vile. Sasa ndio naenda kulala kabisa sasa. Naenda kulala usingizi. Nyumba hii. Nalala nyumba hii. Nyumba ipi? Leo ulimaliza? Imebaki shilingi ngapi? Si 30 na kugea na 20 ya umeme nyote tunamalizana. Maliza. No, niko na Naenda nimekutana na Chief Isa. Wewe. Kasha udi Chief Isa kutoka Mbeya. Walete fedha bwana. Yo. Wewe fanya ujeuri zile hazijaenea hizi ndio utajua. Umeme. Sasa ndio naenda kwa. Sasa ndio nalala. Kalale mpaka uchoke. Makelele sitaki. Gorofa na magari. Gorofa gani? Wewe si uliniambia si engineer si mkandarasi si anaenda kujenga gorofa huko. Tena nilikuwa sija kuambia ujue. Yule mkandarasi kapata ajali wakati anaenda kule sasa hivi lenyewe yuko hospitali. Na anatakiwa sisi tumlipe fidia huyo kwa sababu alikuwa anaenda kushughulikia mambo yetu. Si umeelewa? Vile kuna watu wengine wameenda kule. Ule uwanja bwana umejulikana mzuri zaidi kwa kutengeneza uwanja wa mpira, sio kujenga. Yaani different. Different ya nini babangu? About you. Ina maana wewe ufikie mahali kwamba wewe unaongozwa na dada yako kweli? Sawa? Sio sikiliza ngoja nikwambie. Haiwezekani kwamba jinsi ulivyoniambia na hivi ulivyonithibitishia mimi na sasa hivi imekuwa tofauti. Angalia huyu dada yako kashatoa magari chungu mzima ujue. Wewe bado unaniambia vitu ambavyo havieleweki. Sivielewi. Baba lakini nilichokuambia mimi kwamba yani mpaka sasa hivi usifikirie hela yako. Fikiria ni jinsi gani tunamlipa yule engineer. Engineer kanifanyia kazi gani mimi nimlipe? Sasa kapata ajali siku ile wakati anaenda hebu subiri kwanza. Haya na wewe kwenye magari uko vipi? Yaani babu na mbweni siku ya kufanyeni miti yote inateleza. Wewe nyani. Yaani hapa baba ninavyokuambia hapa nimekuja ili uniazime tena milioni 20 kwa sababu meli imedumbukia baharini. Alafu nilikuwa nimeagiza sukari zote zimedumbukia baharini, magari hakuna. Yaani baba nilikuwa lazima milioni 20 tena. Lazima ni milioni 20, lazima ni milioni 20. Zile tangulia hazijakuja. Baba usiwe na wasiwasi. Nikishapata ile bima ile, yaani kila kitu kitakuwa sawa. Mimi nimeshasema sitaki bima wala bima leo wala msondo. Karibu. Nini tena? Umefiwa? Wanao. Sasa mbona mnakula kwa kueleza nini? Wewe unajua mimi nimestaafu. Kwa hiyo mafao yote niliyolipwa sina hata senti 5. Mimi sina hata senti moja. Bwana kaja kanikopa. Kaniambia ataleta wiki pale. Milioni 10. Sasa baba si ujikate vizuri usikike. Sasa unaongeaje hivyo? Huyu mama naye kaja alikuwa na magari yake. Kachukua milioni 15. sawa sasa bwana Matata. Si hata nipe mimi mstaafu mwenzangu kwani si mama. Iko hivi bwana. Mimi nadhani mimi na wewe makubaliano yetu yalienda vizuri sana. Kama kumbukumbu zako ziko vizuri. Nafahamu bwana. Nilikupa stara ukae hapa wakati unafanya taratibu za kujenga kiwanja chako. Kweli. Sawa Naam. Sasa mimi bwana, muda wa mimi na wewe kuendelea kuwepo hapa nadhani umeisha. Naam. Nimekuvumilia. Nadhani ushajenga umemaliza.
Kwa hiyo haya wewe na watoto wako mtaenda kujadili kwenye nyumba yako, nyumbani kwako bwana. Sikiliza bwana, mimi sijajenga bwana. Huyu bwana ndo kanambia analeta mkandarasi, mpaka leo sijamwona mkandarasi. Huyu mwenye magari sijaona hata pikipiki. Ndugu yangu naomba unistiri ni watoto. Stara sasa matata imeshindikana kwa sababu gani? Mwenye nyumba. Mimi nilikuwa msimamizi tu hapa. Unasikia bwana? Hivi ninavyokuambia kuna Mwarabu mwingi kashanipa. Mkubwa, mimi niko na lala na niko ndani nasikia magari. Sasa bwana uko baba niko na lala. Wewe mwimbaji muziki mmoja. Sio mwimba muziki, mimi upangaji wako. Wewe umepangisha huko? Umeweka wapangaji? Huyu si unajua waimbaji muziki mama neno maneno. Umeweka wapangaji? Mpangaji nimeipa kodi miezi 6. Kimwambia niko na lala. Wewe matata kuna siku mimi nimewahi kuchukua pesa kwako? Hata Matata unakumbuka tulikubalianaje mimi na wewe? Nilikwambia hivi, ndugu yangu tumestaafu kazi pamoja. Mimi Mungu kanijalia ndugu yangu. Hata mimi sitaki kelele. Sitaki kelele. Wewe hapa unaondoka sasa hivi baada ya mazungumzo haya. Mimi ndo mwenye nyumba. Umesikia bwana? Nikakwambia ndugu yangu tumestaafu kazi pamoja. Huna pa kwenda, maisha yako magumu, umepata kiwanja. Kaa hapa bila shilingi. Sawa. Jenga kibanda chako, alafu baadaye utahamia kwako, uniachie nyumba yangu. Wakati umefika tuliokubaliana. Ndivyo sivyo? Sawa. Naomba unipishe. Na huyu mpakaji wako mtafutie pa kwenda. Mzee, mwenye nyumba ndio huyu. Hebu Mimi siwezi kuwa mpangaji hewa. Kama wafanya kazi hewa ndio wasekaini. Wewe mwache babangu bwana. Wewe. Mimi siwe mpangaji hewa. Huyu baba. Sasa pa kuongelea. Sasa pa kuongelea. Sasa bwana wewe mwache babangu bwana. Ngoja kwanza Wewe mwache kwa mzee wangu. Mwache huyu mtu mzima ujue. Unajua Kongo kwa nini? Mimi mpangaji Mwache kwanza bwana. Wewe heshima yako. Nipende langu. Wewe unani wako? Babangu mimi mzazi. Msubiri pale. Kaa pale msubiri. Wewe msubiri pale. Kaa pale. Wewe unani? Mwenye nyumba yangu. Msubiri pale. Mimi nataka kodi. Kakae pale msubiri pale. Kakae pale. Wewe tulie wewe. Leta mama. Matata. Naam. Nilikwambia ndugu yangu kwamba nakuhifadhi hapa ili kusudi pesa uliyopata ikusaidie kupata kibanda chako kwenye kiwanja kule. Sawa. Yale ndo maisha yako Matata. Pesa hilo umeichezea? Sijaichezea mimi. Huyu mwenye kipala huyu. Huyu mwanangu. Huyu ndio anapeleka mkandarasi. Hukufanya naye kazi Matata, yule hana uchungu. Baba silishakwambia. Yule hana uchungu na pesa yako. Wewe ukufanya naye kazi yule. Huyu mwenye kilemba. Huyu na binti yako naye. Huyu analeta magari kutoka Ulaya. Anatia kwenye kapo lile. Baba, nimekwambia hivi, meli imezama na magari yangu baba, ndio maana nilitaka uniazime milioni 20 tena ili nikayakomboe. Katika historia ya Tanzania katika mwaka huu, kitu ambacho kimezama baharini ni ice iliyoteleza kwenye pantoni. Basi. Haijazamia. Hayo maneno ya uongo. Mzee mimi nataka kodi yangu. Sawa bwana. Sasa bwana, nyinyi wastaafu mara nyingi huwa mnajisahau kama haya ndio maisha yenu ya mwisho mkipata zile pesa. Pale ndo finali. Mnaendekeza sana watoto wenu. Hawa vijana wana nguvu. Hawa wanatakiwa wafanye kazi wakusaidie wewe. Wewe wakutoa tena wakuwalisha wale. Maneno alikuja nayo mazuri. Yaani hao unavyoona wanatengeneza mashairi sasa hivi kaka wanaweza kukupangia maneno, ukajua hao ndio wana matatizo kuliko wote. Na ndio maana sasa hivi serikali imewakomoa. Huwezi kustaafu mpaka ufikishe miaka 55. Ndio hawa wanaenda kutengeneza x-ray hawa. Wanaenda kupiga picha za mbavu kuonyesha mbavu zake zimebakia 2, hastahili kufanya kazi. Kumbe na miaka 25. Avute mpunga atulie. Umeona? Sasa hivi mambo yale yamesukiwa. Sasa kaka ulichofanya wewe umemkanyaga nyoka mkia. Umenielewa? Mimi nimekuelewa bwana, endelea kunihifadhi bwana. Nenda kazi ya maisha mapya. Kajifundishe bwana Sasa nenda. Mzee, Subiri kwanza. mimi nataka hela yangu. Haya, naenda kwa nani? Kwanza. Mimi mwenye pa kukaa sina hela nilikuwa wapi? Nakaa wapi? Tuandikie kupitia info@itv.co.tz.